Masanja Television, we do gospel. Yes, karibu sana Masanja TV. Ni wakati wako wewe wa kuendelea kupata updates mbalimbali ambazo zinatufikia hapa Masanja TV, na sisi tunakufikishia moja kwa moja kupitia access yoyote ambayo unatumia kutupata kama Masanja TV. Nikwambie tu kitu, mashuti yanaendelea na leo tupo na watu hapa studio na tunapiga nao story ili kukujuza wewe ni nini ambacho wanatamani kukufahamisha kama mwanajamii, kama mtazamaji wa Masanja TV ambao umechukua nafasi hii kutazama kwa muda huu moja kwa moja kutokea hapa jijini Dar es Salaam Kinondoni. Jina langu naitwa Evans Job, Evans Kazi. Endelea kuwa na mimi tupate madini kutoka kwa wageni wa siku ya leo ili kujua ni nini ambacho wanataka kukufahamisha. Karibuni sana. Asante sana. Sawa, labda nikutambulishe. Nipo na kakaangu hapa anaitwa kaka Peter, nipo na kaka hapa anaitwa kaka Steve. Hao watu wanahusika na mambo tofauti, lakini anyway leo wamekuja na issue moja tu. Ni event ambayo soon tutaenda wote kuishuhudia, ama wote tunatakiwa kushuhudia au kuwepo pale katika event hiyo, na lengo lao ni kuja tu kukufahamisha au kukupa taarifa kile ambacho wamekiandaa ambacho natamani Tanzania ukifahamu kutoka kwao. Karibuni sana studio. Tunashukuru sasa. Mara mwisho tuliongea na wewe, nilikutana na wewe tukapiga story mbalimbali. Nashukuru tena leo umerudi. Karibu sana. Na nimefurahi kufika tena leo hapa Masanja TV, lakini pia kukutana na watu muhimu kama nyinyi. Asante sana. Karibuni. Bwana, kwanza natamani kufahamu. Ujio wenu sio mdogo. Ni ujio mkubwa sana. Na najua kuna vitu vingi vimekaa ndani yenu natamani kushare na Watanzania. Kabisa. Harakati zinaendaje? Tunajua ni moja kati ya watu ambao wanahusika sana kwenye kuandaa events mbalimbali. Kwa range vitu vikubwa ambavyo vinakuwa na faida kwa jamii. Hususan kwa kila lika. Tunapozungumzia jamii tunalenga kila lika. Safari hii kuna nini? Kwanza kabisa nipende kushukuru uongozi mzima na kila kitu, lakini this time tumekuja na kitu kikubwa sana. Ni kikubwa sana kwa sababu tuna event ambayo tunaitarajia kuifanya tarehe 31. Event hiyo inaitwa Usiku wa Maharusi na MC Edwin Luvanda. Inafanyika Mbeya siku ya Jumamosi tarehe 31. Na kama unavyotuona hapa, mimi na ndugu yangu tuko na timu kubwa ambayo tumefika hapa leo. Sisi ni sehemu ya timu ndogo iliyoko Dar es Salaam. Timu kubwa au makao makuu ya event hii na shughuli hizi iko Mbeya. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya timu ambayo leo tumefika tuwajulishe Watanzania siku ya tarehe 31. Sawa. Hiyo ni introduction tu kwa kila ambacho wanatamani kukufahamisha. Brother Steve. Yes, brother. Karibu sana. Asante sana. Katuambia kidogo kutupa introduction ya kile ambacho unatamani kushare na Watanzania. Issue nzima ni usiku wa maharusi. Kabisa. Ndio. Lengo ni nini? Theme ya tukio zima ni nini? Tumepata title, bado theme ya tukio zima ni nini? Theme ya tukio la usiku wa maharusi ni kujaribu kujenga upendo, ushirikiano, furaha na zile memory zote zinazokuwa nzuri hasa kwa wanandoa. Usiku wa maharusi ni kitu cha kitofauti kidogo ambacho kimekuja kwenye jamii yetu kama Tanzania kutengeneza njia na namna moja ama nyingine ya watu kukumbuka zile enzi za furaha. Kwa sababu ndani ya usiku wa maharusi una uwezo wa kupata ndoa mpya, una uwezo wa kupata engagement mpya, lakini una uwezo wa kupata anniversary kongwe zile za wanandoa kwa pamoja. Wanakutana, wanafanya kitu kimoja kwa sherehe moja ambayo inakuwa ndani ya usiku mmoja. Kwa hiyo ni kitu tofauti sana. Sawa. Labda nirudi kwa kiongozi. Peter. Tumezoea kuona washa, seminar na vitu kama hivyo za wanandoa wakiitwa sehemu wafundishwe jinsi gani ya kuishi kwa ndoa na vitu kama hivyo vinaendelea. Na mara nyingi tumeshuhudia hivyo. Lengo lenu la kuja na utofauti kwamba sawa, tumezoea kufundishwa, tumezoea kufanyaje, lakini sasa hivi tunataka kukumbuka zile memory ambazo zilikuwa nzuri. Utofauti ni upi? Mliwaza nini yani kuleta kitu kama hicho? Mbeba maono, sisi tunamuita mbeba maono. Kiongozi wa hizi harakati anaitwa Edwin Luvanda. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao wamehusika sana kusherehesha watu wanapokuwa wamefunga ndoa, zile harusi. Sasa kwa sababu hiyo Edwin Luvanda amejikuta kwamba ameamua waunganishe watu. Na siku hiyo sio sherehe peke yake. Kwa mfano tulishafanya msimu wa kwanza na huu ni msimu wa pili. Msimu wa kwanza kulikuwa pia na mafundisho. Nakumbuka msimu wa kwanza tulikuwa tuna mchungaji Peter Mitemingi, tulikuwa tuna kina Wakuvanga,
walikuwepo wazungumzaji wakizungumza issues zinazohusu mahusiano na ndoa. Kwa hiyo hata this time hatutakuwa tunasherehekea au kurevive ule upendo kwa wanandoa au kuona engagement mpya. Kutakuwa na mafundisho pia na chakula pia. Kwa hiyo kutakuwa na walimu watakaofundisha na kuelekeza kuhusiana na masuala ya ndoa. Kuna wazee pale, amesema hapa kuna watu watakuja pale wamevaa mashera wana miaka 80. Ni wazee wanakuja kurevive ndoa zao. Kwa hiyo unapokaa na mtu mwenye miaka 10, 20, 30 kwenye ndoa, umekaa naye meza moja, unafikia experience utakayopata inakuwa. Experience ni kubwa sana. Tumezoea kuona hivi vitu kwenye status. Watu wakiposti bibi na babu wamevaa mashela na vitu kama hivyo, lakini sio Tanzania. Sasa kama unataka ku experience hayo maisha na kujionea ni jinsi gani ambavyo watu wameweza kusurvive ndani ya ndoa na kufikisha mpaka miaka 80, sio jambo dogo. Sio dogo kabisa. Jambo kubwa sana. Kwa hiyo tutegemee siku hiyo kuwaona watu wa namna hiyo. Kabisa, yani 100% kuona watu wa namna hiyo. Watu wa namna hiyo wapo wengi sana. Hapa Tanzania hii. Mtu anaweza akawa anajiuliza hivi kuna watu wamefika miaka 80 Tanzania. Kabisa. Tena wamekuwa excited sana. Wazee wanatamani kukumbuka miaka yao 80 ilivyokuwa. Wanatamani siku ifike wavae hayo mashera. Yani wao wamekuwa excited kuliko hata vijana wa sasa. Ukiangalia event ilivyo, mwaka jana ilikuwa nzuri zaidi, lakini mwaka huu ina vitu vingi. Hata kwa upande wa MC waliyemleta mchungaji Masanja, ni mtu ambaye amekuwa akihusia watu wengi kuingia kwenye ndoa tangu yeye ameingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hata wale wazee wata-encourage hawa vijana wapya waweze kukaa kwenye ndoa. Yani natamani watu wawepo kwa wingi, yani waone ile something inavyokuwa. Yani bali na sherehe kuna vitu vingi zaidi ambavyo vitapatikana usiku ule. Sawa. Tusiwe kama tunapiga promo fulani hivi na kuambia mje na nini labda tupate mrejesho kidogo. Kuna event ambayo ilipita. Sawa. Matokeo ni yapi baada ya hivi vitu kufanyika? Mmepata shuhuda za watu mbalimbali ambao wanawaambia bwana tulikuja na hivi nilikuja labda na mke wangu, labda nilikuja. Shuhuda ni zipi ambazo watu wanawapatia baada ya events kuisha? Sio mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Huu ni msimu wa pili. Shuhuda ni zipi? Shuhuda ziko nyingi. Kwa mfano, kuna watu ambao walikuja siku ile, baada ya kutoka pale wakajihisi ndio kwanza wametoka kufunga ndoa, na watu wao wana miaka 5 au miaka 10. Baada ya pale wakajihisi wameanza upya, na kwa sababu ya yale mafundisho kutoka kwa Peter Mitimingi ile iliyopita, kuna watu upendo na maisha yao yakabadilishwa kabisa. Lakini sio hivyo, wale ambao walihusika last time wamejikuta wamekuwa sehemu ya familia ya usiku wa maharusi na Msiebu Mluvanda, ambapo baada ya pale tumekutana tukifanya vitu vingi. Baada ya ule usiku wa maharusi tulifanikiwa kuwatoa out watu na watu wao na wenzi wao, tukaenda kwenye beach moja huko kufurahi. Umeona Matema Beach kule Mbeya, na tukiwaalika na watu wakazungumza vitu, na tumejikuta tunapata fursa nyingi. Makampuni tofauti yaliwaona hao watu wako serious. Unajua ukiwa serious kwenye ndoa yako na unaiheshimu kabisa, watu na makampuni tofauti wanaona kwamba hao ni watu sahihi kwa kufanya nao kazi. Kwa hiyo fursa za namna hiyo zimekuwa lukuki. So janja. Hamna janja hakuna. Na mafanikio yale kama anavyosema mchungaji hapa, ndio maana umeona season 2 imekuja na watu wameongezeka wengi kutokea Dar es Salaam na mikoa mbalimbali. Kwamba fanikio la ile season 1 limekuwa kubwa kidogo. Hata mapokeo ya mwaka huu yamekuwa tofauti na mwaka jana, kiasi kwamba hata kwenye magrupu yetu ya WhatsApp unaona watu wana hamasa, wanatamani ifike. Kule Mbeya imekuwa kama ni kama maandalizi ya sikukuu kubwa. Ukuta watu wa masaluni hawa, watu wa magari, watu wa nini wanatamani wa sponsor na wao wawepo sehemu ya tukio hilo, kuonesha kwamba hichi kitu ni kikubwa sana, kwa sababu hata serikali pia inafahamu kwamba kitu hichi kitafanyika, kwa sababu hata siku ya tukio mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Tulia Ackson pamoja na mkuu wa wilaya ya Chunya kama mgeni maalumu. Watakuwepo hapo mbunge pamoja na mkurugenzi wa jiji la Mbeya atakuwepo. Kwa hiyo sio tukio dogo, ni tukio fulani la utofauti kidogo. Yaani linashangaza, lakini ndio kweli lipo. Sawa. Kuna mengine bwana sio ya kusimulia, lakini kuna mengine yanajionyesha waziwazi. Bwana mnazijua nondo za
Peter Miti Mingi, Pastor Peter Miti Mingi. Nadhani mnazifahamu. Ukitembelea kule Instagram utakuwa unaona nondo gani ambazo anazitoaga. Huaga na deal na mambo ya mahusiano, vijana na malezi, mambo ya ndoa na vitu kama hivyo. Wengi tunamfahamu Pastor Peter Miti Mingi, nondo zake zile. Sasa just imagine unakutana na watu kama hao tofauti ambao wana deal na vitu kama hivyo. Unategemea nini kutokea? Ndio maana unaambiwa ni usiku wa maharusi. Matokeo yake ni kwamba watu wanapokuja wanaanzisha vitu vipya katika maisha yao na kuondoka na kuanza maisha mapya. Nimependa sana hiyo kwamba kuna watu kumbe wanakuwa na renew pia yale maisha yao ambao walikuwa wanaishi. Mnafikiria tatizo ni nini sasa? Yaani kwa experience yenu ambayo mnayo. Watu wanazungumza mtaani wanasema bwana kuna vitu vya kuwashauri watu au kumfundisha mtu, lakini sio ndoa. Huwezi kumfundisha mtu ndoa hata siku moja. Huwezi kumfundisha mtu mahusiano hata siku moja. Why amkati tamaa? Mnaendelea kufanya vitu kama hivyo na mna believe on that way. Kwa nini? Labda ningekujibu tu kidogo kwamba kwanza mimi sikubaliana na falsafa ya kwamba huwezi kumfundisha mtu ndoa. Ni kweli ndoa zinatofautiana. Experience ya ndoa yangu tofauti na experience ya ndoa ya Steve. Tunatofautiana kulingana na tabia yangu na tabia ya mke wangu na yake na mke wake. Kwa hiyo siwezi nikachukua experience yangu nikamwelekeza huyu na yeye akafanya. Lakini mafundisho ya ujumla kuhusiana na ndoa kwa watu ambao wamesoma au wana uzoefu. Mtu ana miaka 80, kwa hiyo ana miaka kama 60 au ana miaka 50 kwenye ndoa, akakuelekeza ukasema experience zinatofautiana, sio kweli. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi vya kuelekezwa. Na ndio maana MC Edwin Luvanda hachoki kuhamasisha watu kuwafanya wa renew kitu, kwa sababu wanasema practice makes perfect. Mazoezi yanakufanya uwe sawa. Kwa hiyo kadri tunapozungumza kila siku, unaweza kumpenda mke wako, unaweza kumheshimu, unaweza kufanya hivi, ile inakaa ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana jamii kubwa ya watu ambao wamehudhuria usiku wa maharusi, hasa ile iliyopita, leo hii bado wameshikana na wanakubali kwamba sasa hivi tutarudi tena. Kwa hiyo hatuachi kufundisha. Sawa, nafikiri umepata jibu bwana kuhusiana na zile story. Huwezi kumfundisha mtu mahusiano, huwezi kumfundisha mtu masuala ya ndoa, huwezi kumfundisha mtu sijui kuhusiana na vipi na vipi, kwamba experience yako leo nayo bila mafundisho ya kila siku huwezi ukawa mtu sawa sawa. Yaani huwezi ukawa sawa sawa katika hiyo level. Mimi natamani kufahamu. Yes brother. Siku hiyo najua kumeandaliwa ni kama party, ni kama sherehe. Sawa. Mtu anakuja na mwenzi wake, si ndio? Labda kuna vigezo gani? Mtu anaweza kujiuliza kuna vigezo gani ili kufika kwenye issue kama hiyo? Kuna vitu gani ambavyo vipo ambavyo mmeviandaa lazima mtu akamilishe? Unajua kuna vitu protocol. Protocol ni zipi? Kuna wahusika wa namna kama 2 hivi au 3. Kwanza kuna wale ambao watakuwa moja kwa moja wahusika kwenye tukio la sherehe, wale ambao tuna maharusi wetu sasa wenyewe. Wale watakaofanya anniversary, watakaofanya engagement, ndoa mpya. Na bahati nzuri shughuli hiyo haichagui ndoa. Inachukua ndoa zote za msikitini, ndoa za asili, bomani, yani ndoa yote mradi ni ndoa ambayo inatambulika na serikali. Kwenye shughuli hiyo inatambulika. Kwa kuna namba ambazo tunakuwa tunaziweka kwenye nani za registration, unajitambulisha, utapewa maelekezo na hao viongozi kwenye namba hizo ambazo zimeshapita kwenye matangazo mbalimbali ambayo yametangulia, watakuongoza. Lakini kwa hawa ambao wanapenda kushuhudia, kuna kiingilio ambacho kinakufanya wewe uweze kuingia. Hata kama wewe haukuwa kwenye namna ya couple zile ambazo zitakuwa ndo main shughuli siku hizo zitakazovaa mashela na suti, wewe unaweza kawa mtazamaji. Kiingilio ni shilingi 50. Umeona, lakini kuna ile VIP meza inajumlisha watu 5. Meza moja ni shilingi 1,000,000 ambapo inakufanya kushuhudia. Kwa hiyo inatukutanisha familia ya watu tofauti, washerehekeaji na washereheshwaji. Kwa hiyo tutakuwa wote kwa pamoja tukisherehekea sherehe kubwa ya namna hiyo. Sawa. Kwa usije ukasema kwamba na watu ambao hawana ndoa kabisa. Yaani mtu yupo single lakini anataka sasa again experience ile anapoenda asije kukutana na majanga. Na wenyewe ni vipi? Mtu anaweza akasema labda ni wanandoa, sawa. Kuna wale ambao wapo katika system ya kapo, sawa, mshawazungumzia, lakini ni wanandoa pia kwa sababu ni usiku wa maharusi. Kuna wengine wanakuja tu kushuhudia wenzao ambao tayari walikuwa wamefanikiwa katika masuala hayo. Na kuna wale wengine sasa ambao bado
Mtu kachumbiwa, anasubiri harusi, au mtu anasubiri kuchumbia na vitu kama hivyo. Wale ikoje? Kama nilivyosema kuhusu elimu. Elimu tunajifunza. Na uweze kujifunza bila kuona. Lazima uone ujifunze, si ndio? Kwa hiyo unavoenda kwenye experience za mambo kama haya, kama ni kijana ambaye utakavyoona yule amevaa shela kwenye public ya watu wengi namna ile imekuwa nzuri, nadhani hata wewe unaweza kuvutiwa kutamani kuoa. Kama kijana utapenda. Kwa hiyo nadhani ile ni kwa sababu kutakuwa kuna elimu pale ndani unapata, na vile unaona wazee wa miaka 80 vijana wenzako wameanza mahusiano mapya, alafu kuna ndoa zimefungwa siku hiyo, sidhani kama utakosa kitu cha kujifunza. Kwa hiyo wanaruhusiwa tu kuja. Sawa. Na wenyewe inakuwaje? Mtu anakuja peke yake. Mtu usisitizie tena kuhusiana na vigezo vile. Labda gharama. Sikojua hivi vitu vinaandaliwa. Vinaandaliwa. Walimu wanalipwa, ukumbi unakodiwa, vyakula na vitu kama hivyo. Wote hao wanahitaji kulipwa ili shughuli nzima iweze kukaa sawa. Na hakuna madini ambayo unaweza kupata kirahisi. Lazima ushinde. Si ndio? Vitu vya thamani vinapatikana kwa gharama. Upate kwa urahisi. Na ukitaka rahisi upata mdosho. Sasa ule ndo ule anakuja shangazi anakaa na wewe ndani, anakwambia usifanye hivi, usiongeze chumvi. Alafu ukifika wiki tu mambo yanakushinda. Lakini ukipewa madarasa kama haya, nafikiri special na wataalamu, watu ambao wamebobea, wana uzoefu mkubwa kwenye masuala haya, itakuwa dawa zaidi kwako wewe na familia yako, kwa sababu ndoa ni familia. Nitajie tena vigezo au tumpe Mtanzania vigezo vikoje? Kama ambavyo amesema Steve, kamati nzima ya usiku wa maharusi na MC Edwin Luvanda tumeweka kiingilio rafiki ambacho kila mtu anaweza kuafford. Kwa single ni 50,000, double ni 100,000. Lakini kuna meza ya VIP ambayo ni ya 1,000,000. Na ile ya 1,000,000 maana yake watu wanaweza wakakaa zaidi ya watu 10 pale kwenye ile meza. Na kama nilivyosema kuna vinywaji pale, watu wa aina zote, kwa sababu hii sapati tutaanza saa 10 jioni, 12 jioni mpaka kuendelea huko. Watakaotaka kukesha tutawafikiria. Kuna watu watatamani kucheza zaidi na wake zao, like kwa hiyo kuna utaratibu huo. Na kama ulivyosema vitu ni gharama. Na hizi mtu anaweza kuafford. Mtanzania yote anaweza kuafford. Ukitaka kujifunza lazima ugharamie. Kwa hiyo hata yule ambaye yuko single anaweza kuja kujifunza kama ilivyosema Steve, anaweza kulipia hiyo gharama ndogo alafu akafika pale. Masanja Television, we do gospel.